Mchungaji Godfrey Marisa anaendelea kukabiliwa na kesi nzito mahakamani, huku serikali kupitia upande wa jamhuri ikifungulia kesi mbili tofauti za jinai, ikiwemo kesi ya uhaini na kesi nyingine ya makosa ya kimtandao. Kesi zote zimepangwa kutajwa kwa pamoja Januari 16 mwaka 2026. Kesi ya uhaini nambari 000028333 ya mwaka 2025 ilitajwa Januari 2 mwaka 2025 mbele ya hakimu mkazi Ali Mkama katika mahakama ya hakimu mkazi Moshi, lakini ikaahirishwa hadi Januari 16 mwaka 2026 kutokana na upelelezi kutoka Amerika. Katika kesi hiyo, mchungaji Marisa anashtakiwa kwa kosa la uhaini chini ya kifungu cha 39(2)(b) cha kanuni ya adhabu sura ya 16 kama kilivyorekebishwa mwaka 2023. Upande wa mashtaka unadai kuwa Novemba 16 mwaka 2025, huko Miembeni wilayani Moshi, Marisa alihamasisha umma kushiriki katika mkusanyiko usio halali kwa lengo la kumtisha mtendaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inadaiwa alitamka na kuchapisha maneno yafuatayo: Samia Suluhu Hassan, kabla ya kufika tarehe 9 Disemba huo umekwisha jiuzuru. Kama utang'ang'ania madaraka, itakapofika tarehe 9 Disemba kutakuwa na maandamano ambayo hajawahi kushuhudiwa katika bara la Afrika, na kuongeza kuwa lengo la maandamano ni kumwondoa Rais Samia Suluhu Hassan madarakani na yatakuwa maandamano ya mwendelezo mpaka atakapoondoka madarakani. Kutokana na uzito wa kosa hilo, mchungaji Marisa hakuruhusiwa kujibu chochote mahakamani kwa kuwa kosa la uhaini linaadhibiwa kwa adhabu ya kifo endapo mtuhumiwa atapatikana hatia. Mbali na kesi ya uhaini, mchungaji Marisa pia anakabiliwa na kesi nyingine ya jinai nambari 0002841 ya mwaka 2025 inayohusiana na makosa ya kimtandao. Katika kesi hiyo anadaiwa kuchapisha taarifa katika akaunti yake ya YouTube inayojulikana kwa jina la Godfrey Marisa, akidai Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anapaswa kujiuzuru kwa madai ya kusimamia mauaji ya maelfu ya Watanzania. Hati ya mashtaka iliyofunguliwa Novemba 3 mwaka 2025 inanukuu maneno yaliyodaiwa kuchapishwa kuwa ni Samia Suluhu Hassan anatakiwa kujiuzuru mara moja kwa kuwa amekuwa rais anayesimamia mauaji maelfu ya Watanzania. Upande wa jamhuri unadai Marisa alichapisha taarifa hizo akijua kuwa hazikuwa za kweli na kwamba zilikuwa na lengo la kupotosha umma, kinyume na kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya kimtandao ya mwaka 2025 kama ilivyorekebishwa mwaka 2023. Katika kosa la pili ndani ya kesi hii ya mtandao, Marisa anatuhumiwa kwa uchochezi kinyume na kifungu cha 35 cha kanuni ya adhabu. Anadaiwa kuwa Novemba 15, 2025 huko Miembeni wilayani Moshi alichochea umma wa Tanzania kutenda kosa la jinai na kufanya mkusanyiko usio halali kinyume cha sheria. Mchungaji Marisa anaingia katika orodha ya mamia ya Watanzania waliowahi kushtakiwa kwa makosa ya uhaini ama kwa kuchapisha maandishi au kushiriki katika maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025 ambayo serikali itangaza kuwa ni haramu. Baadhi ya washtakiwa hao walifutiwa mashtaka na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kufuatia maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyotoa msamaha kwa vijana wanaodaiwa kuingia kwenye maandamano hayo kwa mkumbo. Rais ametoa kauli hiyo Novemba 14 mwaka 2025 wakati wa hotuba yake ya kulifunga bunge la 13 jijini Dodoma, akisema kuwa baadhi ya vijana waliokuwa kwenye grupu hizo hawakujua walichokuwa wakifanya. Mchungaji Godfrey Marisa ni mwanasiasa na mwanazuoni kwenye shahada ya uzamivu PhD. Aliingia kwenye siasa mwaka 2010 alipogombea ubunge wa Moshi mjini kupitia chama cha TLP. Amewahi kugombea urais kupitia chama cha CCK mwaka 2015
kugombea uspika na baadaye ubunge kupitia vyama mbalimbali ikiwemo TLP, NCCR Mageuzi na hatimaye kujiunga na CCM. Mwaka 2022 alikuwa miongoni mwa makada 9 waliochukua fomu ya kuwania uwenyekiti wa CCM mkoa wa Kilimanjaro. Hata hivyo, Februari 10 mwaka 2025, Malisa alifukuzwa wanachama wa CCM kwa kosa la kupinga uteuzi wa Rais Samia kuwa mgombea urais wa chama hicho. Kwa mujibu wa katibu wa CCM mkoa wa Kilimanjaro, Messi Morel, Malisa alifukuzwa kwa kukosa sifa kuendelea kuwa mwanachama kutokana na kubeza mara kwa mara maamuzi halali ya chama hicho. Baada ya kufukuzwa, Malisa aliendelea kupinga uteuzi huo kupitia mahakama bila mafanikio na baadaye akahamia kwenye mitandao ya kijamii kuendeleza msimamo wake. Kesi za mchungaji Malisa zinaendelea kuwa miongoni mwa kesi zinazofuatiliwa kwa karibu nchi nzima kutokana na uzito wa mashtaka na nafasi yake katika siasa na jamii. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia kurasa zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi.